Mungu apewe sifa. Karibu tena tupate kuchangia neno fupi, ni neno la Mungu. Ninambariki Mungu sana kwa siku nzuri kama ya leo. Ametupatia kibali na neema ya kuwa mbele ya uso wake, tupate kumsifu na tupate kumshukuru kwa makuu na miujiza anaendelea kutenda katika maisha yetu. Kwa kweli ninamshukuru Mungu sana kwa sababu anaendelea kutupatia mkate wa kila siku. Kutupatia mkate wa kila siku sio tu mkate wa kawaida, ni mkate ndio chakula kama kawaida, na pia anaendelea kutupatia amani, kutupatia furaha, kutupatia afya nzuri. Anaendelea kutushughulikia tunapotoka na tunapoingia na kutoka, yani anatupatia, anakuwa pamoja nasi, anatulinda. Mungu apewe sifa. Basi takwenda kumubariki Mungu kwa uwezo wake katika maisha yetu. Ingawapo siku hizi kuna mambo mengi yanapitika hapa duniani mpaka inawafanya watu wengi wanakuwa wenye uoga, yani watu wanaogopa sana. Mungu apate kuturumia sana. Nitakwenda kuzungumzia kwa ajili ya usiogope. Mtu wa Mungu, usiogope, kwa sababu Mungu ni baba yetu. Mungu anakuwa juu ya hivyo vitu vinayotufanya tupate kuogopa. Ninajua ulimwengu nzima watu wanaogopa sana, wanapata habari za kutisha. Ukifungua TV unapata ni habari mbaya, yani habari za kutisha. Watu wanauawa, watu wanaibiwa, watu wanachomana visu, yani watu wanavunjana mioyo kwa habari mbaya. Basi ninapenda nikufariji mtu wa Mungu, nikuambie kama usiogope. Ingawapo unakuwa katika vita nyingi sana, ingawapo unakuwa unaona mambo mengi sana ya kufanya upate kuogopa, lakini nataka kuambia usiogope, kwa sababu Mungu iko pamoja na wewe. Mungu ni baba yetu, iko juu ya hivyo vitu vinayotufanya tupate kuogopa. Mungu apewe sifa. Nitakwenda kusoma katika kitabu hapa. Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya 6, tukianzia kumstari wa 15 mpaka wa 17, wa 16. Tusikie Biblia inatuambia nini. Nasoma katika jina la Yesu. Hata asubuhi na mapema, mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wamezingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, "Ole wetu, bwana wangu, tufanye je?" Mstari wa 16. Akamjibu, "Usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walie pamoja nao." Jina la Bwana libarikiwe. Hii ni neno la Mungu. Biblia inasema hapa palikuwa vita, yani palikuwa fujo kati ya Waisraeli na Syria. Mungu aturumie sana. Biblia inasema Wasiria wakavamia taifa la Israeli, wakavamia mtumishi wa Mungu, wakamvamia Elisha na mtumishi wake Gehazi. Mtumishi wake Gehazi alipoamuka asubuhi na mapema aende nje, Biblia inasema akaona jeshi kubwa linawazunguka. Palikuwa watu wengi, mafarasi
na gari. Mtumishi huyo wa Elisha akapata uoga, akashtuka. Biblia inasema akarudi ndani, akamwambia Elisha, tufanye je? Tumezungukwa. Kwa sababu aliona kwa macho yake vita wanayo ni kubwa sana. Aliona jeshi kubwa inawazunguka, wanakuja kuwapiganisha, jeshi la Syria. Akapata hofu, akapata uoga, akasema, tufanye je? Bwana wangu, tunazungukwa. Biblia inasema mtumishi wa Mungu Elisha akamwambia neno moja, neno ya faraja, neno ya muhimu sana. Na ndio inataka nichangie na wewe siku ya leo mpendwa. Usiogope. Najua katika maisha yako una vita kali. Unaweza kuwa na vita ngumu sana mpaka inakufanya wewe kuogopa, kuchanganyikiwa, hata kufanya imani yako ipate kupoa. Lakini nataka kukuambia usiogope, kwa sababu Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Mungu ni baba yetu. Ana mpango mzuri katika maisha yetu. Mungu iko juu ya hiyo vita unakuwa nayo. Usiogope. Vita inaweza kuwa katika hali nyingi. Inaweza kuwa nenda unakosa kazi. Nenda unaomba muda mrefu watu wa familia yako wapate kuokoka, wapate kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi, lakini bado hiyo yote ni vita. Nenda wewe ni Mkristo katika familia yako, wengine ni wapagani, hiyo yote inaweza kuwa ni vita. Lakini nataka kuambia usiogope, hata vitisho vikue namna gani katika maisha yako. Zidi kuchunga imani. Najua watu wengi kwa ajili ya shida wala vita kali katika maisha yao wanapoteza imani, wanapoteza tumaini. Lakini nataka kuambia ndugu, usiogope. Mungu ni baba yako. Iko juu ya hiyo vita inayokupiganisha usiku na mchana. Sikia, Biblia inasema hapa, mtumishi wa Mungu Elisha akamwambia mtumishi wake Gehazi, usiogope. Usiogope. Jeshi ya hao Syria haiwezi kutufanya kitu. Jeshi yao sio kubwa kama jeshi yetu, kwa sababu alijua yeye ni nani. Kuna wakati nyingi sisi wa Kristo wala watoto wa Mungu tunakuwa hatujijui sisi ni wanani. Biblia inasema hapa sisi ni zaidi ya washindaji. Na kama ukishaamini hiyo na ukishajua hiyo, hauwezi kuogopa hata vita vikue namna gani, hata upitie hali gani. Kuna wakati unaweza omba kazi sehemu 2 wala 3 unakosa kazi. Wengine wanakuvunja moyo, wanakuambia hautapata kazi kwa sababu wewe hujasoma sana, hauna elimu, wala kwa sababu hujui lugha. Lakini nataka kuambia usiogope. Kazana kumtegemea Mungu na ukazani kuchunga imani, kujua kama Mungu ana uwezo wa kupatia hiyo kazi. Mungu atusaidie sana. Mungu ana uwezo wa kupatia wewe kazi, tena kazi nzuri. Nenda kushinda hiyo kazi walikuima mbele, ulikosa. Nataka kufariji ndugu, usiogope katika maisha yako. Najua siku hizi watu wanaogopa sana. Ni wa Kristo, ni wapagani, ni watumishi wa Mungu, wanaogopa sana. Pepo ya kuogopa sio mapenzi ya Mungu. Kuogopa sio mapenzi ya Mungu. Inatokana kwa yule adui. Shida inaweza kuja, vita inaweza kuvamia, lakini jijua wewe ni nani. Chunga imani. Kazana kumtegemea Mungu. Utapata ushindi. Biblia inasema akamwambia usiogope.
Nitamwomba Mungu akufungue macho upate kuona jeshi kubwa inayotuzunguka. Haleluya. Biblia inasema Elisha akamwomba Mungu apate kumfungua mtumishi wake Gehazi macho, apate kujua yeye ni nani na apate kujua jeshi gani inayowazunguka. Biblia inasema Mungu akamfungua Gehazi macho, akaangalia akaona jeshi kubwa linawazunguka kushinda lile jeshi lilikuja kuwapiganisha. Jina la Bwana libarikiwe. Na wewe ndugu, leo naomba Mungu akusaidie, akufungue macho ya kiroho upate kujua ukuu wa Mungu, uwezo wa Mungu, upate kujua kama Mungu ana mamlaka ya kubariki kama ni kazi, ya kutoa katika vita hiyo na kupiganisha usiku na mchana. Ana uwezo wa kusaidia watu unahitaji waokoke katika familia yako. Mungu ana uwezo wa kuwaokoa wale wanapinga neno la Mungu katika familia yako. Vita una vita mbalimbali katika nyumbani mwako. Unakosa amani usiku na mchana. Lakini nataka kuambia usiogope. Kazana kupiga magoti kumulilia Mungu. Mungu atashuka. Atakuonesha kama yeye anaweza. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema Israeli wakapata ushindi katika vita hiyo pamoja na Syria. Basi ndiyo hiyo nilipenda nikuzungumzie siku ya leo mpendwa. Usiogope. Kama ulikuwa nazidi kuogopa kwa ajili ya vita mbalimbali unakuwa navyo katika maisha yako, kamata hatua ya kuchunga imani na kushimama imara, kusema hata vita vije namna gani, Mungu wangu iko juu ya vita hivi. Mungu wangu anaweza. Mungu wangu ananiambia leo nisiogope, kwa sababu yeye ana nguvu, kwa sababu yeye iko juu ya vita hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ninajua watu wengi wanaogopa sana siku hizi. Wanaposikia huku na huku, wanapoona pepo nyingi zinawashitua, wanapoona vita inawavamia wanaogopa. Lakini leo nataka kuambia mpendwa, mtu wa Mungu, usiogope. Chunga imani. Baki kuna nafasi katika ufalme wa Mungu. Usiogope ndugu. Unabidi ujijue wewe ni nani. Biblia inasema sisi ni zaidi ya washindaji. Kama sisi ni zaidi ya washindaji, kwa nini tuogope? Kwa nini? Sisi sio watu wa kuogopa. Watu hawamjui Mungu ndio wa kuogopa. Lakini sisi tunamwamini Mungu. Mungu ni baba yetu, iko upande wetu usiku kama mchana. Hata kama unapata kazi, hata kama una shida, hata kama una maombi umekwisha kuomba muda mrefu hujapata jibu, usiogope. Mungu atakujibu siku moja. Atakupanguza machozi na utaona utukufu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Nitakwambia ndugu, chunga imani. Usiogope, Mungu iko upande wako. Mungu iko juu ya hiyo vita inayokupiganisha usiku na mchana. Ndio nilipenda nichangie na wewe neno fupi tu siku ya leo. Na Mungu aende kubariki sana. Ninaamini kupitia ujumbe huu hautakuwa mtu wa kuogopa tena, bali utachunga imani na utasonga mbele siku kwa siku, na utafariji wengine kuambia wasiogope, bali wajijue wenyewe ni wanani. Na hayo ndio mapenzi ya Mungu. Ninajua hata kama nenda katika familia yako una muda mrefu hamna watoto, kwa sababu unakuwa na uoga, unasema nenda kwa sababu sina watoto, naonekana mtu wa bure. Lakini usiogope. Mungu ana uwezo wa kubariki watoto. Mungu ana uwezo wa kuwafungua na mnapata watoto, tena watoto wazuri, wenye akili, wenye hekima. Watakuwa watu wa thamani katika uso wa Mungu. Msiogope ndugu. Mungu anawapenda sana. Mungu anawapenda sana na ana mpango mzuri katika maisha yenu. Ndio ujumbe nilipenda niwaambie. Msiogope watu wa Mungu. Msiogope. Pepo ya kuogopa haitoki kwa Mungu, ni ya yule adui. Msiogope.
Uzidi kuchunga imani na kubaki katika ufalme wa Mungu na kuendelea kumulilia Mungu siku na mchana. Mungu anajua yote. Sifa na utukufu imrudilie. Nilipenda tuchangie na wewe neno fupi tu siku ya leo. Naamini itakuwa msaada mkubwa na Mungu atakusaidia na atakuwezesha. Basi Mungu akubariki sana.